Kifo ni mada changamano yenye maana kubwa katika maisha ya binadamu. Kwa kiufupi, hapa kuna simulizi fupi inayohusu mambo 10 kuhusu kifo. Ungana nami ndani ya Kiswahili TV. Karibu. Hapo zamani za kale kulikuwa na mzee mmoja mwenye hekima aliyeitwa Mfalme Jabali. Alikuwa akiwa karibu na kufa. Kwa hivyo aliamua kuitoa watoto wake kwa kuwapa mafundisho ya mwisho. Alisimulia kuhusu kifo na maana yake kwa njia ya mambo 10. Mzee Jabali aliwaambia watoto wake kuwa kifo ni sehemu ya maisha. Mfalme Jabali aliwaambia watoto wake kwamba kifo si kitu cha kuepuka kama vile mchana na usiku. Kuzaliwa na kufa ni mzunguko wa asili. Hakuna anayejua siku yake ya mwisho. Aliwakumbusha kwamba hakuna anayeweza kujua ni lini ataondoka duniani. Kwa hiyo kila siku ni fursa ya kuishi kwa makini na kwa mapenzi. Kifo si mwisho bali ni mwanzo. Mfalme alisema kwamba kwa wale wanaomwamini Mungu, kifo ni daraja la kwenda kwenye maisha mapya. Ni mwisho wa safari ya kidunia, lakini mwanzo wa safari ya milele. Uhai wa mtu unaendelea kwa matendo yake. Aliwahimiza watoto wake kufanya mapema kwamba maisha yao yataendelea kukumbukwa kupitia matendo yao na jinsi walivyoasili wengine. Mauti ni sawa kwa watu wote. Mfalme alisema kwamba kifo akitambui mali, cheo wala hadhi. Kila mtu maskini au tajiri ataondoka duniani kwa njia moja. Maisha ni kipindi cha kujiandaa. Aliwakumbusha kwamba maisha ni fursa ya kujiandaa kwa ajili ya safari ya mwisho. Kwa kufanya mema na kuwa na moyo safi, mtu anaweza kujiandaa kwa amani. Kifo ni kumbusho la kutojituma. Mfalme alisema kwamba kifo ni kumbusho kwa maisha ni ya muda mfupi. Inatufundisha kutumia wakati kwa hekima na kufanya mambo yanayotufanya kuwa bora. Namba 8 alisema huzuni ya kifo ni kwa waliobaki. Aliwaeleza watoto wake kwamba huzuni ya kifo ni kwa wale wanaobaki nyuma, lakini wafu wanaenda kwenye ulimwengu mwingine ambao hauwezi kueleweka na walio hai. Kifo kinaweza kuja ghafla. Mfalme aliwatahadharisha kwamba kifo kinaweza kuja kwa wakati wowote, hata kwa vijana. Kwa hivyo kila mtu anapaswa kuwa tayari kila wakati. Kumbukumbu ya marehemu ni zawadi kwa walio hai. Mwisho, Mfalme Jabali aliwaambia watoto wake kwamba kumbukumbu la wale waliokufa duniani ni njia ya kuwaheshimu na kujifunza kutoka kwa maisha yao. Baada ya kumaliza mafundisho yake, Mfalme Jabali alifariki kwa amani. Watoto wake walikumbuka maneno yake na kuishi kwa hekima, wakijua kwamba kifo si mwisho bali ni sehemu ya safari ya maisha. Je, nawe umeandaa nini kwa ajili ya kuwapa watoto wako siku ambayo utakufa? Andika maoni yako kupitia sehemu ya comment. Ulikuwa nami G Venga hapa. Asante na karibu sana.